Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunaenda kushughulika wakati huu na roho zitendazo kazi. Sasa mtu yeyote wa rohoni lazima ajue ya kwamba kila kitu katika ulimwengu wa mwili kina roho inayosukuma, roho itendayo kazi. Na ibada hii itawapa watu wengi majibu. Yamkini ulikuwa na usiku ambao huelewi na ukawa unajiuliza kwa nini usiku uko hivi. Yamkini ulijikuta tu ghafla unaingiwa na hofu, wasiwasi, mashaka, ama ghafla ukajikuta unaumwa, ghafla ukajikuta kama unasikia uzito, ghafla. Hivyo vitu vyote na vinavyofanana kama hivyo, hizo zinaitwa ni roho zitendazo kazi. Sasa mtu wa rohoni, ili uishi maisha mazuri sana, ni lazima uwe na uwezo wa kupambana na roho zitendazo kazi, kwa sababu kila jambo nyuma yake kuna roho. Na ndio maana hata katika ulimwengu wa nuru tunaona maandiko yanasema, basi ashukuriwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo ama tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwamba ndani yetu kuna roho ya Bwana inayofanya kazi. Na ndio maana tunaona mambo mengi yanatokea. Na ndio maana tukisoma katika kitabu cha Wagalatia utaona maandiko yanaeleza kwa habari ya tunda la roho. Halafu baada hapo inaeleza furaha, amani, utulivu, utuwema, fadhili, kiasi. Unaona vyote vile ambavyo vinaainishwa kwamba ni tunda la roho ni matokeo ya roho ya Mungu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo hata ushindi ni kwa kadri ya roho ya Mungu vile inavyotenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo ndani ya moyo wa mwanadamu inaweza kuwa inatenda kazi roho ya Mungu, ndio roho itendayo kazi, ama inaweza kuwa inatenda roho ya adui, ama zile roho zitendazo kazi ambazo zinatoka kwa yule mwovu, ambazo zimeainishwa katika kitabu cha Efeso ile sura ya 6, ya kwamba kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hayo majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho ndio roho mbalimbali zitendazo kazi, ambazo unajiona kabisa, mbona najisikia uzito, mbona kichwa kinagonga upande mmoja, mbona najisikia miguu kama inauma, visui viwiko vya miguu, mbona kama sio vimefanya nini, mbona miguu naona kama inavimba, mbona. Ni roho zitendazo kazi. Najisikia uchovu, najisikia kama kulala, ni roho zitendazo kazi. Najisikia kama kumchukia mume wangu, najisikia kumchukia mume wangu, ni roho zitendazo kazi. Najisikia kuichukia biashara niliyoanzisha, sitaki hata kupita hapo, ni roho zitendazo kazi. Zile roho zinazotenda kazi lengo lake ni kuharibu. Biblia inasema mwivi haji isipokuwa kuua, kuharibu na kuangamiza. Shetani ndio anayehesabika kwamba ndio mharibifu katika maisha yetu, na yeye kazi yake ni kuharibu. Kwa hiyo shetani anapokuja kuharibu, huwa cha kwanza anaziamsha zile roho chafu zinazotenda kazi, anaziachilia. Sasa muamini usipoelewa kwamba ipo roho itendayo kazi, unaweza kuwa unashughulika na issues, unashughulikia matukio, najisikia kuogopa, najisikia kulala, nashindwa kulala peke yangu, unaenda kulala kwa shangazi. Sio, najisikia kutokulala peke yangu, unaenda kumuita rafiki yako aje alale na wewe. Yaani unajikuta unapambana kimwili, wakati vita vyetu ni vya roho, na tunapambana na nini? Na roho chafu zitendazo kazi. Unajikuta ukitaka kusoma neno na sinzia, ukitaka kuomba huwezi, unajikuta unasukuma katika dhambi, unajikuta unasukuma ukafanya. Ni roho zitendazo kazi ambazo yamkini katika kuongea hivi unajua ni roho gani chafu inayotenda kazi ndani yako. Basi ujue kabisa ya kwamba
dakika chache zinazokuja tutaenda kuiamuru hiyo roho chafu inayotenda kazi ndani yako, na itakaa kimya. Ipo roho ambayo inakuambia hata ukiamka wala usiende hata kanisani. Nyingine inakuambia kwanza hata hamna haja ya kwenda kuomba. Nyingine inakuambia basi hamna haja ya kusikiliza ibada izaanza siku na Bwana. Nyingine, roho chafu zinakuja kwa njia mbalimbali. Lakini utajuaje kwamba hii ni roho chafu? Utakuta inakuelekeza kinyume na mapenzi ya Mungu. Utakuta inakuelekeza kufanya mabaya. Utajikuta muda mwingine hutaki hata kukaa na watu wema. Unajikuta unatamani kufanya vitu visivyofaa. Roho chafu zinazotenda kazi. Unazuiliwa kufanya jambo fulani, jambo jema. Unajua hiyo ni roho chafu inayotenda kazi ndani yako. Sasa ni roho gani chafu inayotenda kazi? Zipo unazoweza kuziona, na zipo ambazo zile uzioni, ambazo unakuta moja kwa moja zinazuia. Roho chafu inatenda kazi, inazuia fedha kutokujilia. Huwezi jua ni fedha gani itakiwa kuingia kwenye maisha yako, imradi imeshazuiliwa huko. Pia inaweza kuwa ni ngumu kujua ni roho, kama kuna roho chafu inayotenda kazi kwenye kona uchumi. Unaweza kuwa unapokea tunapata hela kwenye kazi yako, kwenye biashara yako. Unamshukuru Mungu kwa unachokipata, kumbe kuna vikubwa vimezuiliwa na roho zitendazo kazi, roho chafu zitendazo kazi. Usiposhughulikia hizo, unajikuta kuna vitu vinawekewa mipaka kwenye maisha yako. Kwa tutaenda kushughulika na hizi roho zitendazo kazi ambazo zinazuia. Muda mwingine zinakufanya unajisikia vibaya kufanya mambo ya kimungu. Unajisikia vibaya kutoa. Unajisikia vibaya kuachilia sadaka. Ni roho zitendazo kazi. Kazi yake ni kukuzuia usielekee baraka, kukuzuia usipate neema. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa rehema nyingi ambazo umeziachilia. Asante kwa ajili ya neno ambalo umeliachilia kwa wakati mzuri, wakati ulioamriwa. Mungu aliye hai, ninajua ya kwamba yupo mtu ambaye amesumbuliwa, yamkini mwingine hajalala hadi wakati huu, anasumbuliwa na roho chafu zitendazo kazi. Roho Mtakatifu, asante kwa maana umetupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, ikiwa hakuna jambo lolote la kutudhuru, kwa maana zile roho chafu zitendazo kazi leo tunatangaza mwisho katika jina la Yesu. Ninaziangamiza roho zitendazo kazi ndani yako. Ninazibatilisha roho chafu za magonjwa, ninazibatilisha roho za hofu, ninazibatilisha roho za hasara, nazibatilisha roho zinazokutafuta katika dhambi, nazibatilisha roho chafu zote za mateso kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho chafu zitendazo kazi ninaziharibu leo katika jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ambazo ndizo roho zitendazo kazi. Ninaziangamiza roho chafu zote zitendazo kazi, roho za uganga, roho za uchawi zinazotenda kazi ndani yako, ninaziharibu na kuzing'oa katika jina la Yesu. Roho za kutokufanikiwa, roho za mashaka, roho za kurudi nyuma kiroho, ninaziangusha leo katika jina la Yesu. Roho za dhambi zitendazo kazi ndani yako, shauku ya dhambi inayotenda kazi ndani yako, ninabatilisha shauku hiyo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninakutangazia ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth dhidi ya roho chafu zinazotenda kazi kwa majina yake, ziwe kwa majina yake. Roho chafu zinazotenda kazi kuleta faraka ndani ya maisha ya ndoa yako, ndani ya maisha ya uchumba wako. Roho chafu zitendazo kazi zinazoleta hali ya magonjwa, hali ya kushindwa ndani yako, ninaamuru roho chafu zikutoke, upokee uzima, upokee furaha, upokee amani katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ushindi ambao unaachilia kwa mtoto wako huyu. Asante kwa neema ambayo unaachilia kwa mtoto wako huyu. Sifa na heshima ni zako Jehova, katika jina la Yesu. Roho chafu za uchawi, roho chafu za magonjwa, roho chafu za uganga, roho chafu za maimbilizio ya nguvu za giza, zikuachie sasa katika jina la Yesu. Ninatangaza uhuru wako katika ulimwengu wa roho. Ninatangaza uhuru wako kukute sasa. Pokea uhuru katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea kufunguliwa katika jina la Yesu. Kila roho chafu iliyokushikilia inakuachia dakika hii. Pokea kufunguliwa kwako, kinyume na kushikiliwa na roho chafu zitendazo kazi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima ni zako Jehova.
Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Nataka mtu mmoja ushuhudie nini kimeendelea baada ya maombi haya. Jiangalie mahali ulipokuwa unaumwa, jiangalie hali uliokuwa unaisikia. Ulikuwa unajisikia hauna furaha, ulikuwa unajisikia umekosa hadi usingizi usiku huu. Hebu nataka uangalie ni nini kilichokuwa kinakusumbua, kama bado kipo ama hakipo. Najua kabisa maombi haya yamekutendea muujiza na utaendelea kushuhudia muujiza wa Bwana kupitia maombi haya. Basi unaweza ukashika sadaka yako kuikamilisha ibada hii. Utakapoiachilia sadaka hiyo, itapiga kelele kinyume na roho zitendazo kazi. Hata zitakapotaka kusogea tena, sadaka hii itapiga kelele kwa jina la Yesu. Zile roho chafu zitendazo kazi kuwafukuza wateja wasisogelee kwenye biashara yako, roho chafu zinazotenda kazi kuleta msongo wa mawazo, kuleta pressure na mambo mengine kadha wa kadha kwa majina yake, zote zimenyamazishwa kimya. Roho zitendazo kazi kwa watoto wako, zote zimenyamazishwa kimya. Roho zitendazo kazi kwenye familia yako, kwenye mahusiano yako, zimenyamazishwa kimya, hazitanyanyuka tena. Roho zitendazo kazi kwenye afya, kwenye mwili wako, zimenyamazishwa kimya, hazitanyanyuka tena. Utashuhudia kwamba kuna vitu vimekuachia, kwa sababu hizo roho zitendazo kazi huwa zinabeba vitu, zina agenda zake. Hizo roho zikiachia, na vile vitu na vyenyewe vinaachia. Kama roho chafu iliyoshikilia kiuno chako inapoondoka, na kiuno chako kinapona. Roho chafu iliyoshikilia na kukupa msongo wa mawazo inavyoondoka, na msongo wa mawazo unaondoka. Kwa hiyo utashuhudia mambo makubwa ya ajabu ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye maisha yako. Utaona yakiporomoka na yakikuachia kwa jina la Yesu. Basi utashika sadaka yako sasa. Utaiachilia hiyo sadaka katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.